Lakini kwa mwendo wa aya hii Allah anasema waquduha an-nas wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Moto wa ajabu kabisa. Hapa duniani tunakoka moto kwa ajili ya mapishi mbalimbali ya majumbani mwetu, lakini tukiangalia zana ambazo tunazitumia ni tofauti na hizi. Natafuta kuni kwa ajili ya kukoka moto huo upate mkaa na zana nyinginezo, lakini huu ambao Allah anatutahadharisha nao ambao ni mkali, kuni zake ni watu na mawe. Tena basi alaiha malaikatun ghiladun shidad, juu yake ambao ndio waangalizi kuna malaika ambao ni wakali madhubuti kabisa. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamwasi Allah kwa aliyowaamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanatekeleza yale wanayoamrishwa na Allah. Ndugu zangu, hii adhabu ni kali mno. Hawa ambao ndio wasimamizi waangalizi khazanatu jahannam, sifa zao ni hizi, ni wakali sana na ni madhubuti sana, tofauti na ambavyo watu wanafikiria zaidi, kama yale ambayo kwamba yanafanywa na ahlul bid'ah kwenye makaburi, kuambiana kwamba wakikujia hawe wasikutishi wasikubabaishe. Hii hofu utakuwa nayo kwa sababu hawako katika hali ya kawaida. Hawa malaika, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopelekwa Mi'raj alionyeshwa matukio mengi sana, kama Qur'ani inavyosema, laqad ra'a min ayatihi al-kubra, ameona katika ishara kubwa sana za Allah tabaraka wa taala. Katika aliyoyaona kule, alikutana na bwana mmoja, yeye amekasirika sana, ana sura ya ukali wa kupitiliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, huyu naye ni nani? Huyu ni nani? Kaambiwa huyo ni katika khazanatu jahannam, askari wa motoni, askari wa jahannam. Huyo amekasirika kiasi hiki, amechukizwa na ujio wangu au kuna kitu gani? Aambiwa sasa leo huyo hivyo wanavyomuona yuko katika hali ya furaha ya hali ya juu. Hayuko hivi siku zote, yani ni maradufu ya hivyo ulivyomuona leo, ndio yuko tofauti. Kwa hiyo hii ndiyo hali ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishuhudia kwa jicho lake alipokwenda Mi'raj. Sasa hii habari ya moto wa jahannam au adhabu ya jahannam, ndugu zangu, ni adhabu ya kipekee, ni adhabu ya hali ya juu. Allah anasema waja'alna jahannama lilkafirina hasira, tumejalia jahannam ndilo gereza la makafir, yani gereza la moto. Katika hii dunia huwezi kuta, pamoja na kutishana kote kwetu kwenye Guantanamo, sio kuna nini gereza la nini, lakini hii hali ni ya kipekee. Inna batsha rabbika la shadid. Kwa hiyo ndugu zangu, katika hali ya kudumisha mapenzi ama upendo kati yetu sisi na familia zetu na ndugu zetu, watoto wetu, wake zetu, Allah tabaraka wa taala atuambia qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na za ahali zenu kutokana na moto. Tunahangaika sana katika hii dunia kufanya sa'i, utafutaji wa maisha, riziki, tafuta fedha, ili angalau tunusurike sisi na familia zetu, watoto wetu, wake zetu na jamii zetu ambazo kwamba tuko nazo, angalau wasiingie katika fedheha ya njaa, wapate makazi, malazi mazuri. Lakini ndugu zangu, tunashindwa kuhangaikia familia zetu zikapate amani mbele ya Allah tabaraka wa taala, na sitowaangalia katika hali kama hizi. Ndugu zangu, njia ya kuokoa nafsi zetu na za jamaa zetu ama ahali zetu kutokana na moto ni njia ya kuwa wasimamizi wa kweli, wasimamizi wa kweli katika familia. Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillah, enyi ambao mmeamini kuweni wasimamizi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ili ndugu zangu, tukiliacha hili, kama tulifanyii kazi kusimamia, maana kwa usimamizi unaanzia mbali, kuanzia nyumbani kwa wewe mwenyewe, nafsi yako kuichunga ibaki iishi katika taa ya Allah, pia ahli yako
wake zako, mke wako wabaki ndani ya misingi ya dini, watoto wako waishi maisha ya dini. Huishi hapo. Na hata al-usra, familia, makaka, mandugu, wajomba, mashangazi, ni kukazania kwa maana wao wabaki katika misingi ya dini. Yani usiwe wewe katika familia kama ni kituko fulani, kama ni kioja, wabaki wote wamo ndani ya shirki, maasiya, ufuska huu na ule. Yani wewe pale waonekana kama ni mtu wa ajabu, kitajwa pale katika familia waonekana kwamba huyo bwana naye naachwe na yake. Lakini unabaki wewe katika dini, lakini una juhudi kubwa ya da'wa, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na hili Allah ametuambia ndani ya Qur'an, suratu Ali Imran nambari 110, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mumekuwa nyinyi ni umma bora kabisa katika nyumati ambazo Allah amezileta katika hii dunia ardhi, tangu dunia iumbwe. Umma bora ni umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huu bora sio kwa hapa duniani tu, mpaka kesho mbele ya Allah. Kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala, wako mpaka mitume ambao wana daraja ya utume, watatamani wangelikuwa ni watu katika umma huu wa Muhammad, kutokana Allah alivyoupa ubora wa hali ya juu. Umma huu umepewa kipaumbele, nafasi yao ni kubwa kweli kweli, mpaka baadhi ya watu wa da'wa wakaufananisha umma huu na ambulance hizi, gari ambazo zinachukua wagonjwa. Inawezekana yuko nyuma huko na imeanza safari mwisho kabisa, lakini kwa umuhimu wake inapishwa na gari zote mpaka hatimaye inakuwa iko mbele, imeziacha nyuma, na wakati hiyo ndio ilichelewa kabisa kuanza safari. Kwa vile vile siku ya Kiyama, kwa jinsi Allah atakavyoupa nafasi na heshima umma huu wa Muhammad, basi watatamani mpaka manabii angekuwa tu yeye ni mtu katika umma huu, pamoja na kwamba anbiya wana ubora wa hali ya juu, lakini ile kuona jinsi gani Allah kaboresha umma huu. Lakini ubora huu tunaupataje? Ubora huu una vigezo kwa wale ambao kwamba wataishi maisha bora, watachagua na watapenda, bali watahangaika katika hii dunia kufanya haya. Kuntum khaira umma, mumekuwa nyinyi ndiyo umma bora, ukhrijat linnas, uliotolewa kwa watu. Katika umma ambazo zimeletwa za watu, nyinyi ndiyo bora. Kwa lipi? Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana mema, watanhauna 'anil munkar, na mnayakataza mabaya. Ndugu zangu, hii nukta ni nukta muhimu sana, na niwaombe Waislamu tutazameni sana aya hii, na kama tutaishi katika mazingira bora haya ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, basi tutapata fadhila kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kamwe hatutoanguka, hatutodondoka chini. Ni ibada ambayo ikifanywa kwa hima ya hali ya juu, basi inafanya waumini wawe ni wengi sana katika mujtama, lakini pia inafanya waumini wawe wamesimama na wameelekea vizuri. Wale ambao wanaingia katika haki, basi wanajijua wanaingia kwenye nini, kwa sababu kwa sisi kutokuamrishana mema na ukataza mabaya, hatimaye sisi wenyewe, sisi kama sisi, tunaingiwa na mimomonyoko ya maadili, tunarudi nyuma. Wewe ufanye da'wa, shaitani anakufanyia da'wa, anakulingania. Na shaitani yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, analingania na analiita kundi lake likawe katika watu wa motoni. Hili ndio lengo kubwa la shaitani, na wala shaitani hata aibu hana, amekosa aibu mbele ya Allah tabaraka wa taala, na akamwambia Allah, huyu ambaye umemtukuza, akikusudia mwanadamu, basi kizazi chake huyu mimi nitakipoteza. Kizazi chake huyu niko nacho, kwa maana anatangaza uadui mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwamba hawa mimi nao tu mpaka nihakikishe tunaenda motoni pamoja. Hii ndiyo safari na hii ndiyo ahadi. Safari hii anaisafiri shaitani, Ibilisi,
na ahadi hii kaichukua mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa jambo ambalo sisi litatufanya tuweze kusalimika kwanza ni kuwa madai na tuwe wakali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kuhakikisha kwamba tunafanya da'wa, tunalingania na tunaipenda zaidi dini ya Allah. Yani fikie mahala kwenye kunusuru na kutetea dini kwa kweli ndio jambo la kwanza kabisa. Maana kuna watu dini ikidhalilishwa wala habari hana, lakini mguse yeye mwenyewe, umdhalilishe yeye mwenyewe, uone ukali wake, hapa toshi. Lakini dini kifedheheshwa yeye huwa hajali. Tena wakati mwingine ni watoto wake nyumbani, ni watu ambao wako chini yake, anaweza akawapa hata adhabu ya aina yoyote waache lile jambo, lakini yeye anakuwa anaona ni katika mambo ya kawaida. Kwa ndugu zangu, ubora huu Allah ambao kwamba ametupa, moja katika sababu kubwa ni kwamba sisi tunayo sifa ya kuamrisha mema na ukatazana mabaya. Hii ni kheri kubwa, na ndugu zangu, wala haihitaji gharama. Tukianza nayo majumbani mwetu, mitaani mwetu, tukiweka sawa mazingira, kisha tunafanya misafara ya kidawa ambayo tunakwenda kuweka watu katika mazingira na mandhar ambayo Allah anayataka na anayaridhia. Kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo hadithi hiyo ni fundisho kubwa sana kwetu sisi na kuiona nafasi yetu ikoje. Hadithi ya safina. Hadithi ya safina ni hadithi mashuhuri sana ya jahazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mfano wa watu ambao wamesimama katika mipaka ya Allah, dini ya Allah, wanatekeleza mafundisho vizuri sana, na wale ambao kwamba wanavunja mipaka ya Allah, wametuka walwaqi'u fi, wameingia katika mipaka ya Allah, wanakutwa katika uchafu wa sharati, ufuska, udhulumuji, utapeli, shirki, unafiki na mambo mengine. Hawa wote ni sawa ya watu ambao wamepanda jahazi moja. Ndani ya jahazi hili ambalo wamepanda, wengine ikawa wako juu na wengine ikawa wako chini ya jahazi. Kila watu wamepata sehemu yao, wamepata kwa kura kabisa, wanamiliki ni sehemu yao. Waliokuwa chini ya jahazi wakihitajia maji, huwa wanapanda juu ili waweze kuyachota maji kwa kupitia juu. Sasa hawa walioko chini wakaambizana kwamba sasa jamani, sisi tunahangaika kwenda juu huko, tuwahangaisha wenzetu. Lao tungelitoboa katika hii sehemu yetu ya chini, tukitoa ubao hapa, maji yataingia kwa wingi, itakuwa tuhangaiki wala hatuwasumbui wale wenzetu. Wakapata na fikra hii. Hawa waliokuwa juu wakiwaacha waliokuwa chini wafanye hili la kutoboa ubao ili waweze kupata maji wa kupitia chini, basi jahazi hii itazama na watazama wote na wataangamia wote, waliokuwa juu na waliokuwa chini. Lakini kama wakiwazuia, msifanye hivyo, kitoboa hapa jahazi hakuna safari tena, na hapa tuko katikati ya mkondo, tunazama sote hapa. Wakiwazuia, basi jahazi hii itaokoka na wote wataokoka. Huu ni mfano, ama hii ni hadithi ambayo Waislamu tunatakiwa kuiangalia vizuri sana. Tusione kawaida na kufurahi iwapo wenzetu katika imani wanafanya maasi na makosa mbalimbali, tukaona kwamba lile ni lao. Sisi tunatakiwa kuwalingania, kuwaamrisha wafanye mema na kuwakataza mabaya wanaoyafanya kadiri Allah anavyotuwezesha. Kwa sauti ile ambayo tunaweza kuitoa, basi tunafanya haya. Lengo kubwa ni sote tunitafuta salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Huku kuangamia ambako Mtume sallallahu alayhi wasallam amekutaja, maana yake ni kuingia katika moto wa Jahannam, kama tusimama kidete kukataza haya mabaya. Na ndugu zangu katika imani, na hii kukatazana, hii ni maadhiratan inda Allah. Angalau sisi tujitoe katika udhuru mbele ya Allah kwamba ya Rabb, sisi tulikataza haya, tuliwaamrisha mema hawa na tuliwakataza maovu wasifanye. Kwa mbele ya Allah tabaraka wa taala unakuwa katika hali ya amani na hali ya usalama. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.